السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيقول رب العزة والجلال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Ndugu tuliohudhuria katika hadhara ya Bwana Mtume Muhammad, tukiongozwa na wazee wetu, walimu zetu, viongozi wetu, upande wa wazee ni mtaje mmoja atosheleze wengine. Baba yetu Sheikh Muhammad Uthmani Mtulia, katibu wa wazee, lakini pia katibu wa baraza mstaafu, lakini muasisi wa ujenzi wa msikiti huu tunaoona hapa. Miaka ile ya 80 ndio alikuwa anasimama. Nakumbuka pale baada ya kiamu, kwa kazi ya kuchangisha tu, ilikuwa ni kazi ya mzee Mtulia. Fika kiamu anasimama kwa kuchangisha mpaka msikiti huu unajengwa. Lakini tukimwacha mwenyeji wetu Sheikh Ali atumtaji, kwa sababu tawdhihul wadhihati min almushkilati, basi upande wa dini tumtaje mwenye mkoa wake na wengine kama tunavyorehemu mfungo tatu, yanatajwa majina, mwisho tunasema Nkuru Jumaina. Kwa na wengine nyote Nkuru Jumaina, tunaingia huko. Msemaji wa kwanza amezungumzia akhlaq, msemaji wa pili amezungumza akhlaq, isipokuwa kila mmoja alipita mapito yake. Huyu katuwasa tuzikontrol nafsi, alaikum anfusakum a'daika nafsuka allati baina jambaika. Kiongozi wa maadui wako wote ni nafsi yako. Msemaji wa pili kaja pia kwenye tabia, lakini akatuweka darasani kwa kutufundisha innama, namna inavyofasiriwa kwenye Kiarabu, bali tunapoigurisha kuleta katika Kiswahili, lakini yote ni tabia. Wacha na mimi nikae hapo hapo. Kawaida tusivuruge ugali wa muhogo baada ya biriani, tukibadilisha tuweke pilau au wali wa nazi, lakini utakuwa bado mchele ule ule. Kusema kwa kweli, wakati wa sasa watu wanasoma, au nitumie lugha, vijana wanasoma. Wanasoma kwa kiasi gani, hilo jambo lingine, inategemea wasomeshaji. Wengine wanawasomesha kweli kweli, wengine wanaparasa. Shida tuliyokuwa nayo sasa, namna gani matumizi ya elimu kwenye jamii. Kwa maana ya tabia.
elimu yako inakwenda kutengeneza ama elimu yako inakwenda kuvuruga? Katika vile vitu vilivyowachafua na kumkasirisha Mungu dhidi ya wanafiki ilikuwa ni kuharibu. Wanafiki walichafuka na Mungu akawasema vibaya kwa sababu ya kuharibu. Hii ni kuonesha kutengeneza ndiyo jambo linalotakiwa. Hakikisha kwenye kila idara wewe shughuli yako ni kutengeneza. Ikiwa kwenye mtaa, tabia njema, kuwa mtengenezaji, usiwe mwenye kuharibu. Ukiwa msikitini, kuwa mtengenezaji, usiwe mwenye kuharibu. Ukiwa kwenye biashara sokoni, kuwa mtengenezaji, usiwe mwenye kuharibu. Usishangae wakati mwingine hata hadhara zetu zinaharibika kwa sababu watu wa islahi hakuna. Kila mmoja anaamua kufanya lake analojisikia kufanya, akiamini anatengeneza, kumbe ni watu waharibia mambo. Maisha yangu yatakuwa kwenye surati al-Baqara aya 2 tu. Aya 11, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, na kila walipokanywa na kila walipoaswa kwa kuambiwa acheni kuharibu mambo kwenye maisha ya dunia, sio msikitini tu, kwenye kila mahala, fil ardi. Na hata ukivaa ujue yako, vinginevyo utaharibu. Unaweza ukavaa sio yako, kwa sababu mpo wawili ndani mnaishi. Kwanza kagua yako ya mwenzako. Unaweza ukaharibu, badala ya kuvaa ya kwako kavaa ya mwenzio, mnaishi wote chumba kimoja. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, majibu yao yalikuwa nini? Innama, ile ya shekhe imerudi pale pale, innama. Nahnu muslihuna. Mimi sitaki kuizungumza innama, kwanza siwezi kwa mapito yale. Fanya unaloweza na linalokufaa. Mungu mwenyewe afanye kila kitu, hata Mungu afanye kila kitu. Na ndio maana kuna mengine wewe unaweza, Mungu hawezi kufanya. Wewe unaweza kuoa, Mungu hawezi kuoa. Ule Mungu wake unamkataza kuwa na watoto. Sasa wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Hii ndiyo afa tulilokuwa nalo. Tuitoe aya hii kwenye maisha yale, tuilete kwenye maisha ya leo, hasa kwetu sisi ambao tunajinasibisha na kusoma soma. Wakati mwingine ulimwengu wa leo, ulimwengu wa radi, alamu rududi, la tufsidu fil ardi. Radi nyingine zinakwenda kuchafua hali ya hewa, zinakwenda radi bila ya kujali mbele yuko nani. Hata mfumo wa radi hauzingatiwi. Yale maneno ya swahiba yangu Sheikh Ali Muhammad Mbwera kwamba mtoto sharubu, baba sharubu, bali tumeenda mbali zaidi, dume sharubu na jike sharubu. Mpaka kiongozi wa juu wa Waislamu, mtu yuko tayari kumradi. Kwa utaratibu gani? Vijana tumepewa hiyo mabadi ulfiqhia, tumepewa hiyo safina, lakini tunakwenda kuitumiaje kwenye jamii? La tufsidu fil ardi. Elimu zetu zisiende kupasua watu, elimu zetu ziende kufanya nini? Kukusanya watu. Hapa haki tu, innahu laisa kullu haqqin yuqalu.
Sio kila sahihi husemwa. Wakati mwingine sahihi nyingine ikisemwa, matokeo yake watu wengine wanaweza wakafa. Yamutu almar'u min atharatin min lisanihi wa laysa yamutu min atharatin min arrijli. Ufika wakati mtu akafa kwa kujikwaa kwa ulimi, lakini huwezi kuona mtu kafa kwa sababu kajikwaa mguu. Huku utapata kidonda, huku unaweza kuhukumiwa kufa. Uislamu ni dini yenye mipango. 219 Bakara, nimesema aya 2. Yasalunaka anil khamri wal maisir, yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, lakini wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mara nyingi nikisoma aya hii napata na majibu mulahadha basita, maisha ni mahesabu. Ndio aya hii inatufundisha maisha ni mahesabu. Mara kwa mara walikuwa wakienda kumuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kamari na ulevi. Mtume aliwaambia, ndani ya vitu viwili hivyo kuna dhambi nyingi na hasara kubwa, lakini ukichungulia vizuri, ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Madhara yanayopatikana kwenye kamari na pombe ni makubwa zaidi kuliko ni faida zinazopatikana. Ikiwa maisha mahesabu, mwenye akili timamu hawezi kung'ang'ania faida kidogo akaacha faida kubwa, lazima atakimbilia kwenye faida kubwa. Hapa ndiyo maana wanavyuoni wakaweka kitu kinachoitwa ilmu al-adabi was-suluk, ilmu tazkia, kwa lugha nyepesi at-tasawuf. Wanavyuoni wametumia majina tofauti. Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, yeye ametumia jina ilmu al-adabi was-suluk. Sisi masufi tunatumia jina gani? At-tasawuf. Ni kitu kile kile, kwa ajili ya kutengeneza watu, na wenyewe waliona bora mtu kulelewa kabla ya kutwishwa elimu, ili akishawiva kwenye malezi au akishakuwa na mwelekeo kiasi kwenye malezi, akipewa elimu, elimu itakaa mahala pake. Tunavyopigana vibega kwenye haitebo, muda mwingine unashangaa, yule kama sio sawa na mwalimu wangu, yule ni mzazi wangu, wala hatujali. Eti kuuliza najua nahau na sarfu, lakini huyu nani aliyoko mbele yako? Kweli shehe wako kafa, waliobakia wote mashehe wenzio, lakini huyu umri wa shehe wako. Usitutumbe tu kuuliza na mishe. Elimu kama hiyo haitakusaidia. Baraka ni kitu kinachotafutwa na kinatafutwa kwenye maeneo mengi. Kuheshimu wasomi ni moja katika maeneo ambayo yatakutengenezea baraka na kunyanyuka. Na ukiheshimu wasomi, heshima ya kweli, siku zote wanasema sizungumzii kuogopa. Kuna kuogopa na kuheshimu, vitu viwili tofauti. Kama mimi sijawahi kuogopa, mimi naheshimu tu, na nikiheshimu sisileti usanii. Ukiona na kuheshimu, jua na kuheshimu kweli kabisa, ila kuogopa sikuogope. Wa kuogopa Mungu tu, kikasirika bahati mbaya, utanisame. Muislamu anatakiwa aheshimu wakubwa zake kiumri na kielimu, lakini pia aheshimu waliomtangulia. Ndiyo kazi iliyokuja kufanywa na tasawuf, ile kujua huyu nani. Kama nafasi ipo utaipata, badala ya kunyanyuka kwenye kile ulichokisoma
utajikuta unateketea. Kinywa kichafu kwa kutukana na wasomi. Waluhumul ulamai masmumatun, nyama za wasomi zimekorogewa sumu, kila utakufa. Angalia, nilisema mara moja, tazama masikio Mungu alivyoyatengeneza, hayana tabia ya kufunguka na kufunga. Itazame pua, haina tabia ya kufunguka na kufunga. Lakini tazama macho, yana tabia ya kufunguka na kufunga. Tazama kinywa, kina tabia ya kufunguka na kufunga. Ndio tasawufu. Maana yake pua kwa kuwa haina tabia ya kuminya na kufunuka, maana yake wewe kila kitu nusa tu, haina mushkeli. Masikio kwa sababu hayana tabia ya kufunga na kufunguka, wewe kila kitu sikia tu, lakini usisikilize. Maana yake kuna as-sam'u wal-istima'u. Lakini kinywa kinafunguka na kufunga, sio kila kitu useme. Utakwenda kukaa mbele ya mama yako, utakwenda kumtafsiria hadithi, umeiona Mtume anasema inni ra'aituhunna naqisatu aqlin wa dinin, nimewaona akina mama wapungufu wa akili na wapungufu wa dini. Unamwambia mama yako, utakosa radhi, kwa kuwa kinywa unachotafuta lugha ya kuweka, wanachelewa kuelewa. Mfano, Mtume Muhammad alikuja kufundisha dini hivi kwa adabu. Sisi tunakuwa mfano, mlango wa kwanza hasomi kama sio mtu mzima au aliyerithi kwa mtu mzima au aliyepewa amri na mtu mzima, ndo anasoma mlango wa kwanza. Siku hizi anasoma mlango wa kwanza na miaka 6, Naghma 12 mlango wa kwanza. Ai, ndio hivi kweli? Bayati, Sika, Ajemi, kila kitu kwenye mlango wa kwanza inageuka sumu. Maanake mlango wa kwanza unasomwa kwa adabu na nidhamu. Nisiwachoshe. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Lakini sio innama ile tumwachie Sheikh Yusuf. Hii nimepita mie kwa saizi yangu na elimu yangu ndogo, kwamba ma inakuja kufanya kazi ya kuongeza taukidu bil uslubi, na taukidi inabaki pale pale kwenye inna. Kuna taukidu mbili, taukidu bil adati wa taukidu bil uslubi, innama. Lakini naua kazi ya inna katika upande wa irabu, kazi ile inakufa, kazi ya kimaana inabaki pale pale. Hiyo kwa mujibu wa mimi elimu ndogo. Ile kule ilmu kubwa, chuma kile kimekaa zahari miaka kadhaa, sio cha kuchezea. Sisi maputo kina Shemkoyogole basi za saizi yetu. Sina maana ile muache, mimi nimepita saizi yangu, nyingine siijui. Na ndio inavyotakiwa, unachokijua sema. Wa min ma'siyati lisani an tafuta shay'an bighairi ilmi. Jamani, twendeni tukatumie vizuri elimu zetu kutengeneza watu. Na niwaombe yale maneno alisema Mufti tukiwa katika shughuli ya Abbasia, tuhubiri sana amani. Na moja katika sababu za kuvunjika amani ni kuvunjia watu heshima. Tusiangalie maandamano tu au mawastas kutukana mashehe. Ipo siku mtu atakula vifuti, kitanuka. Tuheshimu mashehe, kwa sababu hakuna mtu anapenda shehe wake atukanwe. Watu watavumilia, lisabri hududun. Mvumilivu kweli ula mbivu, lakini ukivumilia sana utakula vilivyooza. Sasa tuwasaidieni vijana, lakini licha kuwasaidia vijana namna gani watumie ndimi zao katika kueneza dawa, lakini pia tuwasaidieni